kwa kutuwezesha kutukutanisha tena katika ukumbi huu wetu kama ilivyo kaida yetu. Ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na alhamdulillah. Jambo la kwanza tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kumaliza mfungo wa mwezi wa Ramadhani na kuweza kutekeleza ibada ya swala ya Idi. Hili ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na tukiwa tupo katika ndio tumemaliza mwezi wa Ramadhani, alhamdulillah. Tunachokumbushana madha baada Ramadhani. Ramadhani imemalizika, basi tunakumbushana mambo muhimu ambayo tunatakiwa tuendelee nayo, na kubwa kabisa katika yote ni Ramadhani ni msimu. Wanachuoni wanazungumza kwamba Ramadhani ni msimu ambao umekuja au unakuja siku zote na kuondoka, na Allah subhanahu wa ta'ala ameuweka kuwa ni msimu wa mabadiliko ambao unaotakiwa utushape. Kwa hiyo inategemewa nje ya Ramadhani hii basi tuwe ni watu tulio bora kabisa, tuliotoka katika mafunzo tuliohitimu, mafunzo ya ambayo watu wanatakiwa waishi kama Waislamu katika miezi mingine yote nje ya Ramadhani. Katika jumla ambayo tutakayokumbushana, moja katika hayo ni kuangalia amalun daimatu, kudumu na amali, kuwa amali zetu ni kuwa zenye kudumu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kana amaluhu daima, ibada zake au amali zake zilikuwa ni zenye kudumu, na ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka sisi tuwe katika sura ya namna hiyo. Kana amaluhu, ilikuwa mwenendo wake wa ibada zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yanqati, hazimaliziki, hazifikii muda kusema kwamba ibada hizi sasa hivi zimemalizika. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatambia habbul a'mali ila Allah, ibada inayopendwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala, adwamuha, ni ile ambayo mtu anadumu nayo, wa in kalla, hata kama ikiwa ni ndogo sana. Inaweza kuwa una kiamali kidogo sana unachokifanya, lakini kwa kule kudumu nacho, basi hilo linakuwa ni jambo bora kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii utaona kwenye aya ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anazungumza akiwaelezea au akieleza namna ambavyo watu wanavyotakiwa kuwa, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum wa ashaddu tathbit. Allah anasema walau annahum, na lau wao fa'alu ma yu'aduna bihi, wangekuwa wanayafanya yale ambayo unayowakumbusha, unayowaahidi, unawaonya, unawatahadharisha, wakawa wanayazingatia, basi lakana khairan lahum, hilo jambo lingalikuwa bora mno kwa wao, wa ashaddu tathbita, na ni ithbati ya hali ya juu kabisa. Kuwa na ithbati, kupata uthubutu na kudumu na jambo, ni jambo ambalo bora kabisa kwa waumini. Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhir. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa uthubutu wale walioamini maisha yao hapa duniani na hata wanavyokuwa kule katika maisha ya akhera. Kwa hiyo unakuwa ni jambo la uthubutu wa hali ya juu kabisa kule kudumu na amali njema. Kwa hiyo jambo muhimu kabisa ni kudumu. Sasa tumesimama usiku, tumefunga mchana, na tumeweza kutekeleza ibada hizi kwa nyakati, pengine nyakati za swala zote tumeweza kudhibiti, tukaswali kwa wakati kwa jamaa. Basi haya ni mambo ambayo yanatakiwa tudumu nayo. Falyakun muwadhiban ala fil khair, tunachotakiwa tuwe ni wenye kudumu katika na kuzingatia katika kufanya amali ya khairi, wa in kana kalila, hata kama ikiwa ndogo kiasi gani, basi tunatakiwa tudumu nayo katika sura ya namna hiyo. Na utaona kwamba hizi funga, kwa mfano imemalizika funga ya Ramadhani, funga ya wajibu, lakini funga ambazo zipo kila wiki tunafunga, kila mwezi tunafunga za sunna, kila baada ya muda fulani kunakuwa na funga za sunna zinazohitajika, basi ni muhimu. Na hizi utajikuta kwamba ibada hizi zinakuwa zina nguvu na zina msukumo mkubwa sana. Tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia funga ya sita. Sita hii ni sunna kwanza,
Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithi imesimuliwa na Abu Ayyub al-Ansari, simuliwa imefafanuliwa pia katika hadithi ya Thawbani radhiallahu alayhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, msama Ramadhana, atakayefunga mwezi wa Ramadhani kisha akafuatia kufunga siku 6 za mfungo mosi, basi anakuwa funga yake kama funga ya mwaka mzima. Angalia sasa, Ramadhani ile ni wajibu, alafu Ramadhani siku 30, mfano kama mwaka huu tumefunga siku 30, lakini ukifunga Ramadhani kama Ramadhani, malipo yako yanakuwa ya Ramadhani. Umefunga mwezi wa Ramadhani, alhamdulillah, japo malipo ya funga anayajua mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna sawma li wa ana ajizi bi, funga ni yangu mimi na mimi ndo nitafanya nini, ninailipa. Sasa tizama, ukifunga funga ya Ramadhani, basi wewe unakuwa una malipo ya funga ya Ramadhani, umemaliza. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ukifunga Ramadhani alafu ukaja ukafunga siku 6, tizama zile Ramadhani siku 30 mzima, hizi siku 6 tu, alafu siku 6 zenyewe sio za lazima. Kwa kufunga Ramadhani ukaja ukafunga hizi siku 6, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inakuwa kasiami da, kama umefunga mwaka. Sasa hizi funga za siku 6 tu hizi zimekuinua, zimeweza kufanya wewe uhesabiwe umefunga mwaka mzima. Unaweza ukaona kwamba namna gani sasa yale wajibu ule faradhi nimefunga nikabakia nimefunga mwezi mmoja, lakini hizi siku 6 hizi za sunna nikizifunga baada ya ile faradhi, basi inakuwa nimefunga mwaka mzima. Utaona uzito wa kutekeleza hizi amali za kawaida tu ndogo ndogo tu ambazo unaweza kudharau, unarudi kule walau annahum fa'alu ma yu'aduna bi. Lakini kwa nini isiyo hivyo? Kwa sababu hii, kwanza, funga Ramadhani ni wajibu. Kama Muislamu unatakiwa lazima uifunge, uwe unataka unapenda upendi, vyovyote vile unawajibika uweze kufanya nini, kuifunga. Swala kama umefunga kama umelazimishwa umefunga kama hivi, lakini funga ukaweza ukajafunga sunna, maana yake kwamba ungeweza wewe hata usifunge, wala huna lawama, uandikiwi makosa, wala hakuna atakaye kutukana wala kulaumu, lakini ukaacha, ukaona kama maadamu Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha unafunga hii ya sunna ya 6 ukaifunga, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakukirimu wewe ukawa funga yako ile ya Ramadhani na 6 ikawa funga ya mwaka mzima. Sasa utaona uzito wa namna gani ya kuyafanyia au ya kukimbilia mambo ya khairi. Siku 6 tu hizi ndani ya mfungo huu mosi, tujitahidi tuweze kuzikamilisha na kuzipata ndani ya mwezi huu wa mfungo mosi. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunalotakiwa kuliangalia na kushughulika na kulipa uzito. Lakini pia al-itbalu ala qiraati wa mudarasati al-Qur'ani, kuelekea usomaji wa Qur'ani, kuisoma Qur'ani, lakini pia kujifundisha ile Qur'ani ili kuweza kuelewa Allah subhanahu wa ta'ala anataka nini, sisi anataka tuishi vipi kama Waislamu, kwa sababu hii Qur'ani ndio muongozo wetu, hii Qur'ani ndio kitabu chetu, hii Qur'ani ndio maelekezo yote Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea kwenye hii Qur'ani. Sasa tunatakiwa tudumu kuweza kukisoma, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, taahadu ala hadha alqur'ani, taahad, ishughulikieni, ipeni hima, taahadu hadha alqur'ani, ipeni hima, alzimu, lazimianeni na hii Qur'ani. Fawalladhi nafsi biyadi, fawalladhi nafsu Muhammad biyadi, na hapa kauli ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, basi innahu la ashaddu tafattulan, hii Qur'ani rahisi sana kumponyoka mtu min al-ibli fi uqli, kuliko ngamia kukata kamba. Yani ngamia ule ukimfunga kamba hivi, yani ni jambo zito yeye kuweza kukata ile kamba akaporonyoka, kuliko Qur'ani kukuporonyoka wewe ni kitu chepesi. Na hiyo unaweza ukaliangalia wewe, angalia tu unapokaa bila kupitia kuidurusu ile Qur'ani kuisoma, unaweza ukajikuta kila aya umeisahau, unakumbuka kipande tu katika ile aya, lakini kusonga mbele huwezi kwenda. Kwa sababu gani? Umeacha kuifuatilia ile Qur'ani. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, taahadu hadha alquran, ishughulikieni hii Qur'ani kwa himma yote, kwa sababu kwa kuishughulikia hii Qur'ani ili isije ikaweza kuwaponyoka, na mtakapokuwa mnaishughulikia hii Qur'ani, basi mtaweza kuwa ni watu wa daraja la juu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Hii Qur'ani tunayoitizama hii, Allah subhanahu wa ta'ala anawainua watu, wale watu ambao wanaoisimamia hii Qur'ani
wakafanyia kazi hii Qur'ani, wakasoma, wakashughulika, wakafundishana, wakaelekezana, basi Allah subhanahu wa ta'ala anawainua daraja. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akharina anawashusha wengine, akawadunisha, hata kama akawa ana cheo kikubwa, ana hadhi kubwa, ana mamlaka, ana hivi, lakini kama Qur'ani hashughuliki nayo, basi Allah subhanahu wa ta'ala mtu anakuwa ni mtu mwepesi tu, hana uzito wote mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kinachohitajika kwetu sisi ni kushughulika na hii Qur'ani, na lazima tutambue uhai wetu, uhai wa moyo, uzima wa moyo ule ni ile Qur'ani kuwa ipo katika nyoyo zetu. Taona Allah subhanahu wa ta'ala sema hii Qur'ani imekuja liyundhira man kana hayyan. Tunasoma mara kwa mara kwenye Yasin ukisoma hii Allah sema ma'allamnahu shi'r wa ma yanbaghi lahu. Hii Qur'ani sio mshairi, haikuja katika mfumo kwamba watu waichukue kama nyimbo tuwasome kama nyimbo kama mashairi. Na ukitizama hapa unaweza kukuta Allah ametandika bakora kubwa sana. Maana unaweza unasoma tu unaimba tu wewe Qur'an, maana uelewe. Sasa Allah anasema ma'allamnahu shi'r. Hii Qur'an sio mashairi, iwe kwa lugha ya ushairi, anakusudia Allah ushairi ule kwa maana ushairi kama nyimbo, lakini pia ushairi kama kuisoma tu kama mashairi kama hivyo. Qur'an haitakiwi hata isome kama mashairi, hata mizania yake Qur'an ni tofauti. Kwa hiyo ma'allamnahu shi'r, Qur'an haijafundishwa kama mashairi, wama yanbaghi lahu, na wala haitajiki kuwa katika sura ya namna hiyo. In huwa illa dhikrun wa Qur'an. Hii Qur'ani dhikru, ni mawaidha, ni maonyo, ni maelekezo wa Qur'an, na ni kisomo cha wazi kabisa kinachotakiwa kisomwe, kieleweke na kifanywe kazi. Kazi yake nini? Liyundhira man kana. Sasa hapa hayo nini? Sio hai bi maana nini? Moyo hai, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala watu ambao hawana yakini, hawana kitu katika nyoyo zao za imani zao, nyoyo zao zimekufa kiimani, hao wanakuwa kama wamekufa. Ndio maana akasema liyundhira man kana hai. Imekuja hii Qur'ani iwaonye wale ambao nyoyo zao zipo hai, Kwa hiyo wahikal qawlaka, na ithibiti tamko la adhabu kwa wale makafiri. Kwa hiyo kama hii Qur'ani imekuja ili ifanye kazi kwa wale watu ambao wenye nyoyo hai, ule anasema inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun au alqasama wa huwa shahid. Hii Qur'ani hii la dhikra ni ukumbusho tosha, tena wenye kueleweka na uliokuwa fasaha kabisa. Lakini kwa nani? Liman kana lahu qalbun, kwa yule ambaye ana moyo safi, moyo uliokuwa hai mzima kabisa, au alqasama wa huwa shahid, au yule anayesikiliza kwa makini na yeye mwenyewe akawa kuhadhi. Maana unaweza kusikiliza alafu kawa wala haupo vile, upo maneno yanazungumzwa unayasikia, lakini ukawa uko mbali kabisa. Kwa hiyo hii Qur'ani inatakiwa ihoishe nyoyo zetu zinatakiwa ziwe hai na iweze kufanya kazi. Basi Qur'ani lazima nyoyo zetu ziwe hai. Sheikh anasema kam min qalbi mayit la tanfa'u fihi maw'idatu, nyoyo ngapi zimeshakufa ambazo hazinufaiki kwa mawaidha kwa namna yote, wala yunabihu, wala hazizinduki wala kustuka kutokana na nini? Min mautihi, kutokana na kule kufa kwake, zajarun wala takhwif, magombezo wala vitisho vyovyote vinavyotolewa. Qur'ani inatoa vitisho. Kuna wakati mwingine Qur'ani inasema maneno makali mazito kabisa, ukiyatizama hivi na utaona wale makari al-Qur'ani akifika katika maneno hayo utaona machozi tu yanatiririka na hata sauti haitoki vizuri, kwa sababu maneno ni makali mazito kabisa yanayozungumza. Lakini ikiwa mtu moyo umekufa, basi Qur'ani inakuwa haiwezi kufanya kazi kabisa. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa ameteremshia aya Qur'an sema kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksubun, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema rana ni nuktatun sauda, ni kidoa cheusi kinachokaa katika moyo wa mwanadamu kila anapofanya jambo baya chafu, na kinaendelea kukua kidogo kidogo. Anapokuwa anatubia akajisafisha, basi kinasafika. Sasa ala kulli hali, kinachohitajika sasa tujitahidi nyoyo zetu tuzifufue ziweze kuwa hai ili Qur'ani iweze kufanya kazi. Na katika kipindi kama tunachoishi, ni kipindi ambacho kimekuwa cha fitna kubwa kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema turadhul fitan
zinajitokeza au zinapatikana fitna ala alqulubi, katika nyoyo, yani nyoyo zinakabiliana na fitna, na fitna ile fa ayu qalbin, moyo wowote ule, ushribaha, utakaoinywa, utakaoibeba, utakaoimeza ile fitna, kwa lugha sasa ushribaha, ukameza ile fitna, basi nukta fihi nuktatun sauda, unaweka doa au nukta nyeusi katika ule moyo. Na ukishaweka doa jeusi, sasa linaendelea kukua. Lakini wa ayu kalbi, na moyo wowote ule, ankara, ukaikataa ile fitna, usiichukue, basi nukta fihi nuktatun bayda, inatengenezwa nukta nyeupe kabisa. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hatta taswira ala kalbaini, mpaka kunakuwa na nyoyo mbili, ala abyad, kuna mmoja mweupe safi kabisa, mathalu ule kwa safi kabisa, ule kwa umetakata. Moyo huu ni ule ambao umeikataa ile fitna, basi fala tadhurruhu fitnatun ma damati samawati wal ardh, haiwezi kuhudhurika na fitna yote maadamu mbingu na ardhi zinaendelea kuwa zipo. Kwa sababu gani? Ule moyo uko hai, ukaikataa ile fitna. Sasa moyo uweze kuikataa fitna, lazima moyo huo umesalimika, moyo uliokuwa salama. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb, mwenye moyo ambao uliokuwa salama kabisa ndio unaweza kusalimika, ukaweza ukaikataa ile fitna. Lakini vinginevyo unaweza ukajikuta fitna namna zilivyokuwa zimejaa, zimeenea, nyoyo zetu zikawa ni rahisi sana kupokea fitna. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ule ambao uliokuwa na nukta tu saudau, basi ukawa kalkuzi mujakhiba, kama vile glasi vile iliyoinama, iliyopinduka vile, kiasi kwamba la yaarifu maarufa, haitambui wema, wala yunkiru munkara, wala haukatai ubaya, illa ma usiba min hawa, ila kile kilichomeza na matamanio yake. Yeye anachokitazama ni kile ambacho kinachovutiwa yeye katika moyo wake, kile kitu anavutiwa nacho sana, basi atakiingiza kwenye dini, atakishawishi kwenye dini kuona jambo hili linafaa, maadamu moyo wake ule, matamanio yake unafanya nini. Sasa hapo ni hatari kubwa sana moyo unapokuwa umeachiwa katika sura hiyo. Sasa mazingira gani? Ni pale ambayo mazingira ya nyoyo zinapokuwa zimekufa, na Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza, fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Matatizo sio macho, macho yanaona, masikio yanasikia, lakini matatizo yalikopo ni nyoyo, allati fi suduri, ambayo nyoyo zipo katika vifua huko. Hizi nyoyo ndio tunatakiwa tuseme nazo. Sasa hizi nyoyo ili ziwe hai, lazima zile chakula chake, na chakula cha moyo ni Qur'ani. Masahaba ridwanullahi alaihim wanatuambia kwamba wao walikuwa hii Qur'ani, utaratibu wao, wanakaa na aya 10 kwanza mpaka wazielewe zile aya 10, ndio wanahama wakaenda kwenye aya zingine. Sasa sisi tuna aya ngapi katika vichwa vyetu na vifua vyetu tuko nazo, lakini zinatusaidia katika sura ya namna gani? Masahaba ridwanullahi lam yahfadhu alqur'ana illa 10 ayat, wao walikuwa wanakwenda na aya 10, yani wanajipa KPI za aya 10, ndio KPI zake, kwamba hizi aya 10 hizi azielewe zinamuongoza vipi, zinamuelekeza vipi. Watakuwa wanakaa watu 10, watu 10, 5, 6, kama baada ya dhuhuri, baada ya muda gani, wanakaa pale wanaelekezana mtu mpaka afahamu, kumbe aya hii inatusaidia. Sahaba nasema kwamba fata'allamna al-ilma wal, tukawa tumejifundisha elimu lakini pia na kufanyia kazi kwa wakati mmoja. Lakini sisi tunasoma Qur'an, kufanyia kazi ni jambo lingine kabisa, na yapo mambo mengine ni madogo kabisa, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bi laka, yani hapo mambo wala hayahitaji wewe utumie nguvu, wala hayahitaji sijui nani, yani ni mazingira tulio nayo sisi wenyewe, ni ule utayari wetu tu sisi wenyewe kuweza kuwa tayari kufanyia kazi ule mwongozo na kuweza kujibidisha. Kwa hiyo ala kuli hali, tunachokusudia ni katika kuhimizana na kuhamasishana kwamba hiki kitabu haswa kubwa kabisa, mashaikhi wote wameandika, mashaikhi wengi, kila mmoja kaandika thumma madha baada Ramadhani, kila shekhi ameandika, wengi tunaowasikia makubwa, mashaikhi wakubwa mashuhuri, thumma madha baada Ramadhani, lakini wamehimiza sana swala zima la kushika Qur'an, kwa sababu Qur'an hii inafunikwa, watu wanafunika, tunaiacha katika majumba yetu, hatusomi majumbani, hatusomi misikitini, hatusomi
popote pale, yani tunakuwa tumeiweka mpaka litukute jambo kwenye misiba, kwenye matukio maalum, watu ndio wanasoma Qur'an. Sasa tunatakiwa tujitahidi, tufanye bidii kubwa sana, na sisi ambao tupo katika ofisi, katika sekta mbalimbali, tujitahidi, pamoja na kuwa tuko busy sana kwenye mihangaiko na hivi kikazi na hivi, lazima tutafute muda sisi wenyewe, kwa sababu usipotafuta muda, basi hakuna kutafutia muda, utajikuta muda wote ukiangalia wewe kwenye nani kalenda yako, utakuta kila time yani tayari una kitu cha kufanya, Sasa lazima tutengeneze mazingira ya kuhakikisha kwamba tuna muda wa kufanyia kazi, wa kupitia miongozo, na hasa tunahimizana hii Qur'ani tujitahidi kuijua na kuifanyia kazi na kushughulika nayo, na tusiitelekeze, kwa sababu hii Qur'ani tukiitelekeza, basi tunakuwa tumejitelekeza sisi wenyewe. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametoa maangalizo makubwa na makemeo makubwa sana juu ya hii Qur'an. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na Ramadhani tumemaliza, tusije tukafunika vitabu vyetu, masahafu tukafunika na hivi, kila mtu kwa wakati wake, katika eneo lake, katika mazingira tunayoishi mengi, utakuta msikiti huko, basi tuwe angalau tuna utaratibu japo mara moja kwa wiki wa kuweza kupata kudurusu na kuifahamu na kusomeshana hii Qur'ani. Muda ndo haupatikani. Sheikh walikuwa wanatembea na muda zao. Kuna baadhi ya miji masheikh wanatembea na masahafu zao na hivi, popote unapokutana nao, basi unaweza ukakaa ukamuuliza, kufungulia kitabu mkasoma kwa mujibu wa mazingira. Lakini maeneo yetu haya unaweza ukahangaika, wakati itafika wakati kadiri siku zinavyoenda utataka pengine ndio umepata nafasi, kama umestaafu au mazingira yako mwenyewe umejitengenezea, unatafuta ukasome wapi, alafu useme kwenda kusoma kwa wakati na shekhe ndo anaondoka. Wewe sikiliza, kila ukikaa utasikiza mara ameondoka kigogo huyu, mara kigogo huyu ameondoka, mara kigogo huyu. Au hata kama mashekhe watakuwepo wako busy na mambo mengine, hawana muda wa kufanya nini, wa kufundisha. Sasa unaweza ukaukosa muda. Sasa wewe ndio unataka ukasome, shekhe hayuko tayari kufanya nini, hana muda wa kuweza kusomesha, na ukimwangalia naye ametingwa na mambo, mara ameshikarika hivi, mara amechakarika hivi, mara kuna jambo ile kalishughulikie na hivi na hivi. Sasa lazima tujitahidi, tutafute muda kabla sisi hatujashughulishwa na kabla mashaikh waliokuwepo hawajashughulishwa, tuweze kuongeza maarifa. Na tunapoenda mazingira, kadri tunavyoenda, teknolojia inavyokuwa na ardhi inavyokuwa na nini, yani unaona kwamba panahitajika ufahamu mkubwa sana wa hii dini, kuielewa kabisa kwa mujibu wa mazingira tulionayo, ili tuweze kusurvive na kuishi na kizazi chetu na familia zetu ziweze kuishi. Kadiri tunavyotembea, urudi nyuma tu miaka 10, si wakati tuko shule au tuko vyuo, hali ilikuwaje, sisi tulikuwa tunaonaje, na mazingira ya watoto wetu hawa sasa hivi ambao sasa tunawaachia katika mazingira ya namna gani hawa vijana wetu. Kwa hiyo ala kule hali tunamuomba Allah atuwafikishe na tuongoze, tuweze kudumu na kusimamia kujifunza na mafunzo, na yote tuliyojifunza ndani ya mwezi wa Ramadhani tuweze kuyaishi katika miezi mingine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa